Bwana, hizi ni taarifa mbaya kwa mashabiki wa klabu ya Simba, lakini pia ni taarifa njema kwa mashabiki wa Young Africans kutokana na hiki ambacho nakuja kukieleza hapa. Unajua ligi inaelekea mwishoni, zimebakia bado michezo mitatu, kwa maana mchezo wa tarehe 15 wa dabi na mechi mbili za mwisho ambazo zinachezwa. Maana yake ili ligi iweze kumalizika kwa upande wa Simba isha michezo mitatu na Yanga bakisha michezo mitatu. Lakini story kubwa ni issue ya Jean Charles Ahoua, mmoja wachezaji ambao amefanya vizuri sana akiwa na klabu ya Simba. Mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu amefunga mabao 15 kwa msimu huu, na ndio mshambuliaji ambaye amefunga mabao mengi zaidi, mabao 15 kwa msimu huu. Lakini kwenye mabao 15 pia ana assist kadhaa, ni assist 7 hivi. Manake amehusika kwenye jumla mabao kama 22 plus hivi kwenye ligi peke yake. Lakini huyu ni mchezaji kutoka Ivory Coast, ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na performance bora sana, lakini mmoja wa wachezaji ambao pia wanawindwa na vilabu vingi barani Afrika, lakini pia ni mmoja wa wachezaji ambao wamegeuka kuwa mwiba mchungu kwa mashabiki wa Young Africans, lakini pia kwa mashabiki wa mpira Tanzania, by the way, especially kwa wale ambao sio mashabiki wa Simba. Yani amekuwa miongoni mwa wachezaji tishio kwenye mpira wa Tanzania, akiwa amefunga mabao 15 pekee kwenye msimu, lakini bado ligi haijamalizika, maana bado michezo mitatu. Inawezekana pengine kwenye hiyo michezo mitatu inayokuja kuna possibility pengine akaja kuongeza mabao mengine yakawa zaidi ya mabao matano, mabao 15 na kuendelea, pengine inawezekana. Sasa issue kubwa, kwa nini nimekuletea issue ya Jean Charles Ahoua hapa? Nakumbuka kama unakumbuka kwenye mchezo kati ya Simba na Singida Black Stars, mechi ambayo ni ya ligi chezo pale KMC Complex, alionekana kocha Nasruddin Nabi. Kocha Nabi alikuja kutazama mchezo akiwa anatazama wachezaji kadhaa, lakini miongoni mwa wachezaji ambao alikuja kuwatazama ni pamoja na Jean Charles Ahoua wa klabu ya Simba. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba kocha Nasruddin Nabi ameridhishwa ama amefurahishwa na uwezo wa Jean Charles Ahoua, na tayari wanataka kuanza naye mazungumzo ya kuja kumchukua mwishoni mwa msimu huu. Ni mmoja wa wachezaji ambao wanawindwa sana na klabu ya Kaizer Chiefs ya pale South Africa, na of course always we know Kaizer Chiefs wakiwa wanahitaji mchezaji hawawezi kumkosa. Mara nyingi wakihitaji mchezaji, especially kwenye hizi timu zetu ambazo hazina uwezo mkubwa wa kifedha, ni rahisi sana kumpata, na tayari wanatarajia kuanza mazungumzo na Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua ni mchezaji ambaye Simba wamemsajili kutoka kwenye klabu ya Stade Abidjan ya pale Ivory Coast. Ni moja ya klabu zenye ushawishi mkubwa sana. Na Ivory Coast, kwenye mji wa Abidjan kuna timu mbili, kuna Stade Abidjan na Stade Abidjan. Hizi ni timu mbili ambazo ni watani wa jadi, na Jean Charles amecheza Stade Abidjan, na kwenye msimu wake wa uliopita ndo alikuwa alikuwa MVP wa ligi ya Ivory Coast, lakini wakati huo alikuwa amefunga mabao 12 kwenye kikosi cha Stade Abidjan. Na msimu huu ameizidi ama amefunika rekodi yake ya msimu uliopita na ambao alifunga mabao 12. Msimu huu amefunga mabao 15 mpaka sasa. Kumbuke bado michezo mitatu kumalizika, kwa hiyo kuna uwezekano akaja kufunga mabao mengi zaidi. Sasa bana, Kaizer Chiefs ya pale South Africa inamtolea macho kweli kweli, na tayari mazungumzo yataanza siku za hivi karibuni, na kwa mujibu wa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba tayari wamemwalika wakala wa Jean Charles Ahoua kwenda South Africa ili wakafanya naye mazungumzo, na kama watafikia mazungumzo mazuri, kuna uwezekano mkubwa sana akaondoka Simba mwishoni mwa msimu huu. Sasa kwa nini ni rahisi kwa Jean Charles kuondoka Simba? Nimejaribu kufuatilia taarifa za hapa na pale, nijaribu kutafuta taarifa fulani. Kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba kwenye mkataba kati ya Jean Charles Ahoua na klabu ya Simba kuna makubaliano kwamba ikitokea Jean Charles Ahoua atapata timu kutoka nje ya taifa la Tanzania, basi aruhusiwe kuondoka, kwa sababu ndoto ya Jean Charles Ahoua ni kwenda kucheza barani Ulaya. Maana yake anachokihitaji yeye ni kwenda kucheza Ulaya. Sasa anahitaji kucheza Simba, anacheza Simba, lakini akipata timu ya nje ambayo ni kubwa zaidi, ambayo itamfanya yeye aweze kutimiza ndoto zake kiurahisi zaidi, basi aruhusiwe kuondoka. Lakini kwenye kuruhusiwa kuondoka, lazima ile klabu ambayo inamtaka ifikie pia makubaliano na klabu ya Simba ya kuwapa ya kuwapa Simba fedha ambayo wao wanataka kama klabu. Maana yake kuondoka ni jambo la kwanza, lakini Simba kukubaliana na timu ambayo inamtaka Jean Charles Ahoua ni jambo lingine la pili,
ambalo linahitaji mazungumzo ya pande zote mbili. Maana yake ni kwamba Jean Charles kweli kuna room ya yeye kuondoka, lakini hawezi kuondoka mpaka pale ambapo Simba watakubali ofa ambayo itakuwa imetumwa na timu yoyote ambayo inamtaka Jean Charles Ahoua. Na Jean Charles Ahoua pale kwenye kikosi cha Kaizer Chiefs ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatarajiwa kuwa wachezaji muhimu zaidi kwenye kikosi. Na kama watakubaliana vizuri, kuna uwezekano mkubwa sana wa yeye kuja kuondoka kwenye klabu ya Simba na kwenda kujiunga na klabu ya Kaizer Chiefs ya pale South Africa. Kwa nini Nabi anamtaka Jean Charles Ahoua? Kwenye kikosi cha Kaizer Chiefs kwa msimu huu, moja ya changamoto kubwa ambayo ilikuwa inawasumbua ni kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Walikosa kiungo mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri wa kuichezesha timu. Walikosa kiungo mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri wa kupiga pasi. Walikosa kiungo mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri wa kutengeneza nafasi na kufunga magoli. Na ndio maana sasa hivi focus na concentration yao ni kutafuta kiungo mshambuliaji mwenye uwezo mzuri wa kufunga magoli. Na sasa hivi kwa namna ambavyo timu yao inacheza, kuna uwezekano mkubwa sana wa wao kwenda kupata mabao kwa namna ambavyo timu yao inacheza. By the way, wanaamini kwamba kimpata Jean Charles Ahoua watakuwa na uwezo wa kwenda kupata mabao kirahisi zaidi, kwa sababu wamekosa mchezaji ambaye ni mtengenezaji mzuri wa nafasi. Na Jean Charles Ahoua ni moja ya wachezaji ambao wanawatarget kama viungo ambao wana uwezo wa kwenda kutengeneza vizuri nafasi kwenye kikosi cha Kaizer Chiefs kwa msimu unaokuja. Na of course hapana shaka kwa performance bora ya Jean Charles ana uwezo wa kwenda kufanya hiyo kazi kwa ubora wa hali ya juu sana. Of course tunamjua kwenye sawa utengenezaji nafasi kwa msimu huu kwenye CAF Confederation ndio mchezaji ambaye ametengeneza nafasi nyingi zaidi, akiwa ametengeneza nafasi zaidi ya 28. Ndio mchezaji ambaye ametengeneza nafasi nyingi kuliko mchezaji mwingine yoyote kwenye eneo la kwenye mashindano ya kimataifa. Maana yake ni mchezaji ambaye linavyokuja swala la kutengeneza nafasi amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kutengeneza nafasi, lakini kwenye swala pia la ufungaji ni moja ya wachezaji ambao wamekuwa na uwezo mzuri sana wa kufunga. Kwa hiyo sio tu kwamba amekuwa mzuri kwenye kutengeneza nafasi, lakini pia amekuwa mzuri sana kwenye kufunga magoli. So far so good. Naamini kwamba kwa uwezo wake na kwa nguvu alizonazo na ushawishi wake mkubwa kwenye kosti cha Simba, ana uwezo wa kwenda pale Orlando Park, pale Kaizer Chiefs, na akaenda kuonesha uwezo mzuri kama ambavyo alionyesha akiwa na klabu ya Simba. Kwenye style of playing ya Nasruddin Nabi ni moja ya makocha ambao wanapenda sana kumiliki mpira, na Jean Charles kwenye swala hilo ni moja ya wachezaji wazuri sana ambao wana uwezo mzuri wenye sanaa nzuri ya kumiliki mpira na kucheza pasi ambazo zinaweza kusababisha wapinzani wakapata shida. Na on other side, ukumbuke pia kuna namna Yanga pia walikuwa wanawaza kumpata Jean Charles lakini kwa ilikuwa inakuwa ngumu kwa sababu alisaini mkataba mrefu na klabu ya Simba, na kwenye makubaliano ni kwamba Jean Charles Ahoua akitoka Simba manake inabidi acheze timu za nje, sio timu za Tanzania. Kweli kwa ni ngumu kidogo kuja kumpata. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua ni mmoja wachezaji wazuri sana kwenye kikosi cha Simba, lakini kuna possibility kubwa sana mwishoni mwa msimu huu akaondoka kwenye kikosi cha Simba. Lakini ni mmoja wachezaji wazuri sana, mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mkubwa sana, mchezaji ambaye amekuwa na passion kubwa sana, na ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mzuri sana, na bila shaka atakuja kuwasaidia Simba kwa namna moja ama nyingine na kuifanya Simba iwe timu tishio ni mmoja wachezaji ambao wameifanya Simba kuwa timu tishio. Lakini pale anavyoenda kwenye klabu yake ya Kaizer Chiefs, kama itatokea uhamisho ukakamilika, maana yake kuna uwezekano mkubwa wa yeye kwenda kuifanya Kaizer Chiefs kuwa miongoni mwa timu tishio kwenye eneo la kushambulia. Na Simba kwenye swala la kuuza wachezaji wala sio watu ambao ni wana mashaka. Yaani pale ambapo inatokea ofa ya mchezaji kuuzwa, basi wao ni rahisi kwenda kumuuza mchezaji na kwenda kupata pesa na maisha mengine yakaendelea kama kawaida. Kwa hiyo tusubiri tuone nini ambacho